najua una wakati mgumu sana. Lakini usipomjibu askari maswali yake, itakuwa vigumu kusaidia. Unaweza kumjibu wewe maswali. Wewe na basi mnajifanya kila kitu mnajua. Mnataka mnipangie nimpende nani, nisimpende nani. Mnataka myapange maisha yangu. Mnataka mniendeshe kama mnavyotaka nyie, as if mimi sio binadamu. Au mimi nimekuwa mdoli wenu. Wewe Peter anaishi wapi? Mama yake anaishi Morogoro. Morogoro ni kubwa. Kwa hiyo wazazi wake wanaishi eneo gani? Sijui, mimi aliniambia tu Morogoro. Alisi. Unawezaje kuishi na mwanamume mpaka unapata ujauzito, mpaka unajifungua? Nyumbani kwa wazazi wake kujui? Hivi James anaishi na familia hii. Kaka yangu huko kaburini alipo, kama anaona hizi familia ilivyogeuka, atalia kwa uchungu sana. Na nasemaje? Mwanangu asipopatikana, yani nitampeleka labda katika vyombo vya sheria. Na siongei na yeye mpaka naingia kaburini. Ndo maana ina pande mbili chana zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli, shiringi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shiringi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Peter mwanangu, hivi mama wa huyu mtoto yuko wapi? Ni hadithi ndefu mama. Hadithi ndefu kivipi? Amefariki au? Hajakufa, ila kitu gani? Mama, sumwachi mtu apumzike. Si yupo utamuuliza tu. Haya kuhusu. Tena naomba unyamaze kimya. Yapo mengi yametokea mama. Nahitaji muda wa kutosha nikuhadithie. Naomba muda tafadhali. Kukupa muda sio tatizo. Tatizo hawa watoto wadogo wanatakiwa kukaa na mama zao. Ona huyu mtoto, hata muda wa kutoka nje bado. Ni mdogo sana. Haya, ngoja nikakuandalie chakula, nikalete chakula. Na wewe mbona haupo kwa mumeo? Ndio imenishinda kakaangu. Nasubiri tu talaka yangu inifuate. Na hata asipoleta siwezi kurudi tena kwake. Ina maana huyu mumeo ndo amekutoa kovu hili? Hili na mengine mengi yasiyoonekana. Kumbe jamani mjinga sana yule. Yaani nikikutana naye atanitambua kwa kweli. Unacheka nini? Yaani umenikumbusha mbali sana. Nimekumbuka enzi za uhai wa baba. Katika hiki kijiji hakuruhusu mtu yoyote anyoshie mikono yake. Shilingi imemfanya
imemfanya mjinga kuwa mjanja, imemfanya mjanja kuwa mjinga, imemfanya mjinga kuwa mjanja. Bosi samani, kuna mtu anahitaji kukuona. Nimekwambia kwa sasa sihitaji mgeni wewe na yoyote mpaka muda wa lunch. Maana nina kazi nyingi za kufanya. Katika mgeni mwenyewe ni mimi. Auntie, si nilikwambia subiri pale mapokezi. Mwache. Endelea na shughuli zako. Vanessa Mungu. Hatujaona muda mrefu sana. Ili sisi ukiona utanikumbatia, utanibusu. Ni ngumu kumkumbatia mtu ambaye aliniacha na maumivu kama wewe ulivyoniacha. Hivi unafikiri nilipokuacha mimi sikuumia? Kama uliumia, why uliondoka? Karibu keti kitini. Kwani kuna tatizo gani mimi nikikaa? Ukikaa hapo ni sawa unaikosea heshima ofisi yangu. Hauishi kuishi kwenye sheria. Kama tutaishi bila sheria, tutakuwa tutofautiani na wanyama. Nikusaidie nini Vanessa? Kama yana hata kuulizana habari za siku. Okay. Nina shida, nahitaji msaada wako. Of course una shida. Lakini ukiwa huna shida wala mtafuti mtu. Haya, nikusaidie nini? Nikuhusu kakaangu na kampuni yetu. Naweza fichua siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi. Naweza fichua siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi. Siku ya pili sasa, hakuna taarifa yoyote ya msaada wa Matumaini. Hatuwezi kukata na taarifa ya Matumaini wala msaada kwenu mzee, kwa sababu nyinyi wenyewe hamjui aliko Morogoro sehemu gani. Kwa hiyo umechukua hatua gani? Kwa taarifa tumeshatoa jeshi la polisi mkoani Morogoro. Watachopata chochote watanifahamisha. Ndio hicho tu ulichoweza kukifanya? Kiukweli ndio hilo mzee, kwa sababu samahani, lakini hakuna kingine kinachoweza kufanyika zaidi hapo. Mimi naomba niwaage jamani, kwa elimu sana. Samahani, kweli nitatafuta njia nyingine kama serikali imeshindwa kusaidia, ila tunakuhakikishia kwamba utampata mwanao. Kwa bahati mbaya siwezi kukusaidia kwa hilo. Kwa nini Alex? Kwanza kabisa, hii ni issue ya kifamilia. Nisingependa kuiingilia. Pili, Alex, sawa ni issue ya kifamilia, lakini James ananidhulumu. Sidhani kama kukudhulumu ni msamiati sahihi katika hili. Ninavyokujua wewe, ungedhulumiwa wala usingekuwa hivyo. Na umetoka kuniambia mwenyewe, kila unapohitaji pesa huwa anakupatia. Ni kweli ananipatia pesa kila mwezi, lakini nahitaji kujua kampuni kiundani zaidi. Nataka kujua matumizi na kila kinachoingia kwenye kampuni, ili nijue kama hiki anachonipatia ni sahihi ama la. Lakini ukiachana na hayo yote Alex, mimi sina sauti yoyote kwenye kampuni yetu. Pamoja na hayo, kama utatoa 50% katika kampuni, kampuni itakufa na udugu utakufa. I don't care Alex. Just nisaidie tulishinde hili. Nitakupatia kiasi chochote unachohitaji.
Kaka yako ni mtu mkorofi, sikatai, lakini sidhani kama anastahili kupata matatizo yanayofuatana. What do you mean? Kwa nini la mtoto si amjalimaliza? Mtoto gani? Ina maana hujui kinachoendelea katika familia yenu sasa hivi? Alex, just go to the point. Unanieleza kuhusu nini? Unaongelea nini? I don't know. Unamiliki kampuni ya magazeti, lakini hata magazeti yenyewe usomi. Tafuta gazeti lenu la mbashara ili upate habari kamili. Mzee. Vipi? Samahani mzee. Nilikuwa nahitaji kukupa pole tu kutokana na matatizo yaliyokutokea. Nashukuru. Lakini pia ningependa kumpa pole dada hapo kwa hili lililomkuta, ni la kuhuzunisha sana, kwa kuondokewa na kijana wake. Na pia mimi kuna mtu mmoja yuko Bagamoyo, ni mtaalamu. Huyo ni mzuri kwenye kusaidia watu na mambo ambayo yalopotea. Mtu gani huyo? Ni mtaalamu. Unamaanisha kwamba ni mtaalamu wa tiba asili? Hey. Ni mganga wa kienyeji. Hivyo na akili kweli? Mtaalamu wa tiba asili. Umeshasikia kama kuna mtu anaumwa ndani? Sasa mzee, si hata shida hiyo. Rudi getini kwenye kazi yako ulizoea. Rudi! Unapinga tu waganga. Kazi pinga tu waganga. Unajua mimi hata hii kazi yenyewe nimepata vipi hapa? Nimeipata mimi kwa ajili ya waganga hawa wa kienyeji unaowapinga. Niliambiwa nivunje nazi 7, nikavunja mimi za Isuzu nzima. Sasa endelea na ubishi wako mtu namna hii. Maana unakuta hivi. Bisha vitu vya kipuuzi bwana. Hatujijui baby jamani. Uko analia nini jamani? Eti. Tucheze sasa hapa. Sawa. Mbona nikakuruhusu kumchukua mwanangu bila kuniambia? Alikuwa analia na wewe ulikuwa umesinzia, nikaona nimbembeleze. Mlete. Sasa iwe mwanzo wako na mwisho kumshika mtoto bila kunipa taarifa, sawa? Sio kwa nia mbaya dada. Nimekuuliza, umenielewa? Nimekuelewa. Nisamehe. Toka. Basi baba, siwezi kuruhusu mtu akuchukue tena kama ulivyomchukua ndugu yako. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shakikosesha penzi, shirikisho za wengi sana. Pole sana auntie. Pole. Yaani nilivyosikia tu nikasema ngoja nikukimbilia auntie yangu. Mpoteza mwanangu hata hajafika nyumbani. Listen. Kati. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini. Na hivi ina maana ni kweli James ndio alikutenganisha wewe na Peter? Yes. Na uwezi amini, mimi nimekuja kujua juzi toka baada ya mtoto kupotea. Kwa kweli mimi hata simuelewi James. Hivi tabia yake ya kuendesha maisha ya watu kile yeye ndio Mungu wa hii dunia. Ataiacha lini? Sijui.
Unajua sikumpa Pita nafasi kabisa kujielezea. Najuta sana anti, najuta sana. Usijute. Pamoja na hayo yote, lakini Pita hakustahili kufanya hiki alichokifanya. Yeye hapa ana makosa yake, lakini babako pia ana makosa yake. Pole anti. Sawa. Anti Vanessa yuko hapa. Nitahakikisha kwa gharama yoyote ile, kwa shilingi yoyote, nitahakikisha mtoto anapatikana. Sawa anti? Shikamoo baba. Marahaba. Kakako aliniambia kwa Mombasa. Ni kweli. Nilikuwa Mombasa. Lakini nimerudi kwa sababu ya matatizo ya Alice. Kweli eh? Okay, vizuri. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana. Nikiongea unaniona mimi nabwabwaja tu, lakini huyo mtoto bila kuwa na manake anapata shida sana, kwa sababu bado mdogo, hawezi kunywa maziwa ya ng'ombe. Shirikisho za wengi sana. Wengi wanateseka kukosa thamani yote shilingi. Kwa hiyo unajiona umemaliza kila kitu. Yaani ukimshika wewe tu basi unamfanya ameshiba. Analeta chuki, analeta furaha na mabara. Ishiriki simani na dini. Pita. Naomba uniweke wazi mwanangu. Mama wa huyu mtoto yuko wapi? Mamake yuko mjini na tulishakorofishana. Sasa
hata kama umekorofishana, ndio umeamua kumchukua mtoto kumleta huku na kumpa mateso hivi. Ana hali gani huyo mama yake ulivyomwacha baada ya kumchukua mwanawe? Mimi pia huyu ni mwanangu, na nisingemchukua, nina uhakika mama yake asingenipa ruhusa ya kumuona maisha yangu yote. Kwa hiyo wewe unaona ni sababu tosha ya kumtenganisha mtoto mchanga na mama yake? Mbona mnanifanyia hivi nyewe watoto? Hivi baba yenu angekuwepo haya mngefanya haya mnayoyafanya sasa hivi? Sasa tuko humu ndani watu watano, na wote hatuna kazi, tutaishi. Usiwaze kuhusu hilo. Riziki yetu sisi wote iko kwa Mwenyezi Mungu. Nilizani ukitoka mjini ukija hapa nyumbani nitakuwa na furaha zaidi, lakini umeniletea matatizo zaidi. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabaya. Nishiriki sema nina dini. Tena majera shilingi. Vanessa, mbona leo sijamwona Alice kwenye meza ya chakula? Alimwambia dada ampelekee chakula chumbani, lakini hata hivyo nafikiri pia angeacha kidogo pumziko kwa sababu anachunga mtoto. Umesema kwamba umefunga safari kutoka Mombasa baada ya kulisikia tatizo hili. Ndio. Mbona nina taarifa tofauti kwamba upo hapa kwenye mji muda wote na umekuwa ukionekana katika ofisi za wanasheria mbalimbali akiwemo Alice. Kwa hiyo mnatuma watu kunifuatilia, si? Kwani kuna jambo gani unalificha mpaka uongope kwamba uko Mombasa kumbe uko hapa jijini? Hivi ba mdogo, hautamui makosa ya James? Mjukuu wako Alice hapa alipo hata kumsikia hata kidogo baba yake, kwa sababu tabia za kupata sasa hivi macho ya Alice mtakwenda kunichimba na mimi. Tuache unafiki. Yaani tuache kabisa unafiki. Ila ni kipi unachokufuatilia kwa wanasheria kila wakati? Haiwahusu. Haikuhusu wewe wala haimuhusu James kwa sababu haya ni maisha yangu. Haimuhusu James, ndio. Wakati uko kwake unakaa, unakula, unalala, unaoga. Binadamu sisi. Kwa hiyo mnidanganya kwamba mimi ninapokuja huku nakuwa sina hela ya kula wala sina pa kufikia, sio? Sikiliza nikwambie ba mdogo, nakutuma na nakwambia tena, siko chini yako, siko chini ya James. Na kama tizi nikula na pa kufikia, kesho asubuhi nitaondoka. Naomba mfikishe salamu James popote alipo, kama mkufa, kama yupo kaburini, kama yupo wapi, I don't care. Kwamba mimi kuanzia leo si nitoka naye kwenye kibanda chake tena. Kama tukifanya kutia mbali, wewe ndani kwa. Nafanya tusiatisha watu hapa. Mempa pande vyake. Na vimemwingia message sent, message delivered. Samani bwana, nilikopo nahitaji kibarua ili niweze kujiingizia pesa alau kidogo. Kazi pekee iliyokuwepo hapa ni ya kulima hili eneo, na kama unavyoona watu wanaotaka ajira wapo wengi kupita hata hili eneo lenyewe. Lakini mimi nilidhani maisha ni rahisi zaidi Dar es Salaam, kwani hata mimi nilikuwa ninajipanga kuhamia huko na familia yangu. Dar es Salaam maisha ni kama huko, kama huna pa kuanzia utabaki unahangaika. Basi nilikuwa nasubiri mke wangu ajifungue tu ili tuweze kuhamia huko, ila naona unanitia wasiwasi sasa.
hawa vijana kila siku ya Mungu ni lazima wabishane, alafu mwisho wa siku kazi yenyewe hawamalizi. Naomba nishikie gazeti. Tafuta gazeti lenu la mbashara ili upate habari kamili. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi inavunjisha amani. Sasa wewe nenda, alafu njoo kesho asubuhi nitakupatia nafasi, ila kwa leo nasikitika siwezi kufanya. Nashukuru, ila nilikuwa naomba ili gazeti nikasome. Gazeti unaweza kwenda nalo, mimi nimeshalisoma lote. Umesoma lote? Ndio. Kwani kuna nini? Hamna kitu. Asante. Inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa. Ishiriki semani na dini. Alisi! Alisi! Unakwenda wapi? Vanessa, nini kinaendelea huko ndani? Unampeka Alisi wapi? Umeona nimemshika? Nakwambia unampeka wapi Alisi? Unampeka wapi Alisi Vanessa? Kwa mdogo. Alisi ni mtoto mdogo yule. Si ni mtu mzima? Ikisha mimi na mdogo nimemshika mkono. Mimi nani kwako? Nani kwako mimi? Nani kusha? Unanitaja mimi? Naona sasa ninachokitafuta ni kunigombanisha mimi na Alisi. Kitu ambacho hakitawezekana. Kama mliweza kumgombanisha na baba mtoto wake ni yeye, lakini hamtumgombanisha na mimi. Sijamshika, sijamvuta na wala sitamlazimisha kuingia kwenye gari yangu. Sio kama umenielewa. Sasa kama mimi babako mdogo, sitaki kumwona Alisi anaondoka. Wewe Vanessa, Chande, nani kakuruhusu ufungue hilo geti? Hamjo! Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa. Ishiriki semani na dini. Umeweza mdomo. Nimekuuliza nani kakuruhusu ufungue hilo geti wala waondoke? Mzee, lakini mimi kila siku sio kazi yangu. Mimi najua wajibu wangu. Kila siku napungua hapa, sio kwamba lazima mpaka niambiwe. Sasa sikiliza. Nenda chumani kwako. Katoe takataka zako zote. Ukatafuta kazi sehemu nyingine. Mzee, kwa hili tu ndio nilipelekea mimi nifukuzwe jamani, jamani. Basi nisamee tu babangu. Nimefanya. Sasa kama mganga wako mzuri, mwambie anifanyie mimi dawa ya kulishia kazini. Toka, sikuone. Na ingia ndani, kitoka na tukamba stola. Mzee, bastola isaidii kitu maishani. Nimesema. Mimi kwa kosa gani hasa la kunifukuza?
Hili tu la kufungulia mtu mlango na mtu unifukuze. Nikabebe takataka zangu, nguo zangu hizi zitakuwa takataka. Alafu eti kamwite mganga wako tuone atakachokifanya. Anawajua waganga huyu. Anawajua huyu watu kutoka Bagamoyo. Anawajua watu kutoka Sumba Wanga. Wanga watu waamue hasa kumuondoa huyu. Anazania mimi nalinda peke yangu hapa Kuna majini analinda hapa. Asijue peke yangu. Kuna majini hapo hapa. Silindi mwenyewe. Sasa humu ndani wakitoka majambazi wanakuja wabakaji, wakitoka wabakaji wanakuja wanga, wakitoka wanga wanakuja wakabaji. Tutaona humu ndani mtu hajabadilishwa jina hapa. Bebe vyombo mimi. Mimi bebe vyombo mimi. Pasua kioo mimi. Piga kioo nikipasue mbali kabisa. Piga jiwe moja mimi nipasue hapa. Unanifuata mimi kwenye nyumba. Sogea. Yote shilingi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara. Ishine kisemani na radini tena majera. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani. Yote shilingi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara. Ishine kisemani na radini afadhali. Kuna nini kwani? Hawa ndugu wa shemeji yako wamekuja kumbembeleza Pamela ili arudi nyumbani, lakini Pamela hataki. Labda sijui kambembeleza. Huyo mume wake yuko wapi? Ana majukumu ambayo amemtinga, hivyo ametutuma kuja kumwakilisha. Na ashukuru sana hayo majukumu, lakini kama akikuja yeye hapo ningemvunja mguu, kwa sababu yeye anampiga dada yangu kama ngoma bwana. Na kila kukicha kazi yake kumdhalilisha tu. Maana yake nini? Kisa uzazi. Ametambua kama amekosea katika hili, na ndio maana ametutuma sisi. Kama angetaka masuala ya msamaha angekuja yeye, sio kutuma watu. Atoki. Wengi wanateseka kukosa thamani. Yote shilingi inavunjisha mani, inavunjisha. Mimi nataka kuondoka. Unataka kwenda wapi? Unataka kurudi mjini? Nakuelekea sipafahamu, lakini siwezi kuendelea kubaki hapa. Sasa mtoto unataka kumpeleka wapi? Hai. Kulikoni leo? Nilikuwa nataka kufanya surprise. Na pia nahakikisha siibiwe. Nimeambiwa jana kuna mwanamke alifika ofisini kwako. Na kwa maelezo niliyopewa inaonyesha wazi ni Vanessa Maro ndiye alikuja. Peter, kwani huko mjini umefanya kosa gani hasa? Sijafanya kosa lolote zaidi ya kumchukua mwanangu. Na sasa unasema unataka kuondoka, unataka kuelekea wapi? Ninakoelekea sipafahamu, lakini hofu yangu mama wa huyu mtoto anamtafuta mwanawe. Sasa asije akaja hapa alafu nikawaletea matatizo. Peter, kumpeleka mtoto kwa mamake ni sawa, lakini hivyo unavyosema unaenda hujui na kuelekea, ni bora mtoto mwache hapa. Amwache mtoto yeye aelekee wapi? Na huyo mtoto atakula mama. Mama, mimi nitahakikisha nampa kila kinachostahili. Pamela, sipendi unisilimishe. Rudisha begi ndani. Umemtoa mtoto kwa mama yake, alafu sasa wewe baba unataka uje umtupe hapa. Kwani huyu mtoto anakosa gani? Rudisha begi ndani.
niondoke naye. Hebu left niondoke naye bwana. Uende wapi? Rudisha begi ndani nakwambia, au unielewe? Yote shilingi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Haina umuhimu wa kujua aliniambia nani. Alikuwa anataka nini? Kuna kesi yake aliileta niisimamie, ila nimemwambia hapana. Alex, kuwa makini. Tupo katika wakati mzuri. Angalau usije kanipoteza mimi, mwanao na kazi, vitu kwa sababu ya Vanessa. Sipendi unavyozungumza na mimi namna hiyo. Nimekuambia alileta kesi yake na nimeikataa. Sasa unataka nizungumze nini tena? Sorry kama nimekukosea. It's just like kila unapokuwa karibu na Vanessa, kuna jambo baya linatokea. Sipo karibu na Vanessa. Alikuja mara moja na nikamkatalia na hatakuja tena. Imemfanya mjinga kuwa mjanja. Imemfanya mjanja kuwa mjinga. Ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi. Inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa. Ishine kisimani nini? Amelala? Ndiyo, amelala. Nashukuru kwa kunisaidia. Nikushukuru wewe kwa kunifanya na mimi niwe mama. Nimeona lile gazeti. Kwani ni kitu gani hasa kilitokea kati yako na huyo mwanamke? Ni ndoto tu za mchana ndo zimenifanya mimi nifikie hapa nilipo leo. Unajua, mwanzo nilifikiri naweza kuwa katika mahusiano na mwanamke mwenye hadhi, aliyakuwa mimi sifai hata kuwa mlinzi wake wa getini. Kwa hiyo unataka kuniambia huyu mama wa mtoto ni tajiri? Sio yeye tu, ukoo wao wote ni matajiri. Kapuku ni mimi tu na wewe dada yangu. Alinipa muda wa kukaa naye kwa siku kadhaa kabla hajakumbuka nafasi yake na akaniacha kwenye mataa. Una mpango gani kwa sasa hivi? Sina mpango wote. Naona kiza tu. Yaani nafikiria hata kumrudisha huyo mtoto. Ukimrudisha utakuwa umefanya jambo jema tu, lakini ninachokiona utaishia jela na usimwone tena huyo mtoto wako. Na kingine, kuendelea kukaa karibu na mimi, karibu na mama, karibu na mwanao, hautaweza kufanya maendeleo yote kwenye maisha yako. Unakusudia nini labda? Peter, wewe ndo mtoto pekee wa kiume katika ukoo, na kukaa kiolela ukoo utakuwa maskini mpaka mwisho wa dunia. Mwache mwanao, nitamlea kadri Mungu atakavyoweza kunijalia. Niondoke niende wapi? Kokote, lakini sio hapa kijijini ambako utafanya maendeleo. Na ninachokifikiria ni bora uondoke usiku huu kabla mama hajaendelea kukushawishi uendelee kuishi hapa. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi